wa Injili ambao atakuja kuanzia saa 1 usiku. Karibu. Rais William Ruto amekamilisha ziara yake ya siku 5 katika eneo la Mlima Kenya ambako amesema kwamba atakuwa tayari kwenda nyumbani na kuendelea na kilimo iwapo Wakenya hawatampigia kura ya kuhudumu kwa muhula wa pili kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Akiandamana na viongozi wakuu serikalini akiwamo naibu wake Profesa Kithure Kindiki, Rais William Ruto amekamilisha ziara yake kwa kuzuru kaunti za Nyeri na Kiambu ambako alikagua na kuzindua miradi kadha wa kadha ya maendeleo. Clement Masombo anaarifu zaidi. Rais William Ruto sasa amesema kuwa yuko tayari kwenda nyumbani na kushughulika na kilimo iwapo Wakenya watakosa kumchagua kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Akizungumza mjini Othaya wakati wa siku ya mwisho ya ziara yake mlimani, Rais alisema kuwa Wakenya watakuwa na fursa ya kutathmini utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza na kufanya uamuzi mwafaka. Mtakuja kuniuliza mtihani, mimi nitakuja kufanya mtihani yangu, nyinyi mtasahihisha, nikipita mimi naendelea, nisipopita mimi naenda kulima. Hakuna problem. Ama namna gani jameni? Katika eneo bunge la Nyeri mjini, Rais alikagua ujenzi wa mradi wa nyumba na kupeana mradi wa ujenzi wa uwanja wa Rurengu kwa idara ya jeshi. Mwenye ameanguka mtihani aende nyumbani. Iko problem. Si nyinyi ndio mtasort out. Iko haja ya kulumbana saa hizi? Hakuna haja. Kila mtu afanye kazi yake. Vile umekuja kupatia KDF uwanja yetu ya Rurengu, tafadhali Your Excellency, ndio hizi team ziweze kutumia hii uwanja, ututafutie support kidogo kwa hizo team 19. Ziara ya Rais ya kukwea mlima ilianza Jumanne alikozuru kaunti za Laikipia, Meru, Nyandarua, Murang'a, Tharaka Nithi, Embu, Kirinyaga na kisha kumalizia kaunti za Nyeri na Kiambu siku ya Jumamosi. Na leo mimi nimefika hapa Othaya. Soko yenu ya Othaya hapa tumewapatia milioni 325 ya kujenga soko ya watu wa Othaya. Tunajua ikifika tutapiga siasa wakati huo, lakini kwa sasa tuhudumie wananchi, tuheshimu wananchi, tuheshimu viongozi wote ili tukue na nafasi nzuri ya kushughulikia yale maneno ambayo ni ya muhimu kwa wananchi. Hata hivyo, Rais aliepuka kuzungumzia siasa, akisema ziara yake ilikuwa ya maendeleo na kwamba atarejea kupiga siasa wakati utakapofika. Katika eneo bunge la Othaya, aliweka jiwe la msingi na kuanzisha ujenzi wa soko la kisasa na kutangaza kutenga shilingi milioni 850 za mradi wa kusambaza umeme kaunti nzima ya Nyeri. Tumeweka pesa ya serikali milioni 850 kuunganisha stima manyumba 11,000 ya Nyeri County. Wamesema kwa sababu hapa Othaya inakuanga inasumbuliwa na moto sana, usaidie Gavana Kahiga tununue simamoto tukuje tulete hapa Othaya. Baada ya Nyeri, Rais alifululiza hadi eneo bunge la Lari, kaunti ya Kiambu, alikokagua mradi wa ujenzi wa barabara ya Maumau na kisha eneo bunge la Githunguri alikozindua ujenzi wa soko. Clement Masombo, KTN.